Tukiachana na ile kauli ya Yanga bingwa, kauli nyingine inayonyima usingizi upande wa pili, yaani Simba, ni mwakani tena. Bwana, karibu sana katika Mseto Sports, na utapata taarifa na habari zote za kimichezo. Klabu ya Yanga inaendelea kuonyesha ubabe wake kwenye upande wa mwindo wa wachezaji nchini Tanzania, na hii ni baada ya kuipokonya klabu ya Simba alikuwa striker wao hatari na tegemezi Selemani Gomez dakika za mwisho kabisa za dirisha la usajili nchini Tanzania kufungwa. Yanga ndo wamelifanya hilo. Ikumbukwe Selemani Gomez siku ya Simba Day alitambulishwa kwa mbwembwe kweli kweli kuwa ametakwa na wengi, lakini ameamua kuichagua Simba, na mpaka jana usiku alikuwa na klabu ya Simba na pia alifanya mazoezi na wachezaji wenzake ya kujiandaa kuivaa Yanga kwenye ngao ya jamii. Lakini cha ajabu sasa ni kwamba matajiri wa Jangwani wakafanya umafia na kumtorosha Gomez kwenye kambi ya Simba usiku wa giza nene, na hatimaye Jumanne Agosti 11 wakamtambulisha kibabe rasmi kule Jangwani, na siku hiyo hiyo akajiunga na wachezaji wenzake wa Yanga na kuanza mazoezi ya kuivaa Simba ambayo ni timu yake ya zamani kwenye mchezo unaokuja wa ngao ya jamii. Hapa nitakupa umafia wote mabosi wa Yanga waliofanya kumtomoa Gomez Simba, lakini pia nitakupa kauli aliyosema bosi wa Simba baada ya Gomez kuachia manyoya. Yes, hapa ni Mseto Media, segment poa sana Mseto Sports. Kama ndo mara ya kwanza kukutana na sisi ama kufuatilia, kisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele nyuma mic yako Chaga Last Born. Tukianzia nyuma kidogo, tutakumbuka katika msimu uliopita Selemani Gomez alichezea Simba na kufunga magoli ya kutosha kwa muda aliopewa, ambapo alikuwa Simba kwa mkopo toka klabu yake ya Wydad Casablanca. Na msimu hapa ulivyoanza tu, Simba walimtambulisha Selemani Gomez kama mchezaji wao kwa msimu mwingine kwa mkopo wa mwaka mmoja, yani msimu mzima. Lakini baadaye klabu ya Wydad ilikuja kutoa posti na kukanusha hilo, wakisema hawajamalizana na mnyama Simba. Lakini mnyama Simba aliendelea kushikilia kuwa Selemani Gomez ni wa kwao, na kweli tukaona Selemani Gomez ametua TZ na kujiunga na klabu ya Simba kwa ajili ya maandalizi ya msimu, huku pia siku ya Simba Day akitambulishwa kwa mbwembwe kuwa ametakwa na wengi, lakini amechagua Simba. Na Selemani Gomez aliendelea kuwa na klabu ya Simba mpaka Jumatatu jioni kwenye mazoezi na wachezaji wenzake Zanzibar, kisha wakala chakula cha usiku pamoja na kwenda vyumbani kupumzika. Sasa hapa movie ndipo ilipoanzia. Tukirudi kwa upande wa pili wa wazee wa Jangwani Yanga Afrika, tukumbuke siku kadhaa nyuma msemaji wao Ali Shaban Kamwe aliwahi kusema kuwa kuna mchezaji wao yuko kwa timu nyingine na anafanya nao mazoezi, wakidhani kuwa ni wa kwao. Ni swala la muda tu. Wako watu wana train saa hizi na mchezaji wetu, wanapigana picha, wanapigana video, wanachati, wanawasiliana, alafu Yanga Afrika sina kukosa hiyo. Waache watu wafanye naye mazoezi saa hizi, wapige naye picha, warekodi video na nini, wacheke naye. Na hatimaye Jumanne klabu ya Yanga tumeiona rasmi ikimtambulisha Selemani Gomez kuwa mchezaji wao. Ishu ya kumpoka Gomez Simba inadaiwa ilikuwa hivi. Kwanza ishu inaanzia hapa. Klabu ya Simba inadaiwa haikutoa hela ya usajili wa mkopo wa Gomez kutoka kule Casablanca, bali ilitaka kuja kutoa kimafungu huku mchezaji imeshamchukua na anafanya nao mazoezi. Hili ndo linadaiwa kosa kubwa kabisa la mnyama Simba, ambapo sasa mabosi wa Yanga baada ya kujua hilo na kufahamu wazi kuwa Gomez ni mshambuliaji tegemezo wa Simba hivi sasa, baada ya yule mrefu Osman waliomsajili kuonekana hakuna analolifanya, ghafla walipiga simu moja kwa Selemani Gomez wakamaliza mazungumzo, na muda huo mabosi wa Yanga tena wakawasiliana na marafiki zao Wydad Casablanca, huku wakiulizia kaunti ya kuweka mzigo na sio maneno kama upande wa pili. Inadaiwa baada ya makubaliano tu pesa ikaingizwa saa hiyo Wydad toka kwa mafogo wa Jangwani. Baada ya hilo sasa unaambiwa Selemani Gomez alivutua waya usiku wa saa 5 akiwa kapumzika toka kwa mabosi wake wa Wydad wakimjulisha kuwa mzigo umeshawekwa na biashara na Yanga tayari imekwisha, hivyo anatakiwa fika Salamanda Tower usiku huo kisha Jangwani kwa ajili ya kusaini mkataba. Gomez akiwa na hoji usiku huo inakuaje, akaambiwa toka nje, kuna juagoni ya mwaka wa mbele kabisa
pamoja na Land Cruiser ZX ziko nje hapo zinakusubiri kukupeleka airport kuelekea Dar kwa mabosi wa Yanga. Na nje tayari kulikuwa na agent jasusi wa Yanga akamkwara Gomez na kupanda naye ndege ya mwisho kutoka Zanzibar to Dar es Salaam. Hapa tunaongelea usiku wa Jumatatu. Mnyama anamka asubuhi, anashangaa Sele hayupo na hana taarifa yoyote. Yeye akajua labda ametoka kuelekea madukani. Hapa ndio ile nyimbo ya Selemani inapoimbwa. Sele akakutana na mabosi wa Yanga na baadaye kidogo Yanga wakamtambulisha rasmi baada ya saini mkataba. Huu ndo mchezo hatari zaidi kuchezwa msimu hapa inadaiwa. Ikumbukwe Simba ni kama tayari walikuwa wamekwisha maliza usajili wakiamini Selemani ni wa kwao, na huku akiwa tegemezi, afu ghafla wauni wanapita naye shua. Sasa unaambiwa Yanga wana swala dogo. Baada ya kumtambulisha tu walimchukulia private jet Jumanne hiyo na kumrudisha Zanzibar kuungana na wachezaji wenzake sasa wa Yanga kwa ajili ya mazoezi. Na hivi sasa tunavyoongea Selemani Gomez yuko na Yanga na wachezaji amefanya nao mazoezi ya mwisho leo kwa ajili ya kuivaa Simba kwenye ngao ya jamii. Yani ghafla shilingi imegeuka juu chini. Ukiachana na ile kauli ya Yanga bingwa mwakani tena, na hii nayo sasa imekuwa ni kauli inayoumiza sana wana Simba, na klipu inaosambaa sana huko kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa boss wa Yanga GSM Galib Said Mohamed. Yani ya Simba tumekuwa tukachezea tunavyotaka. Miaka mfululizo tunawapiga ndani. Wanajifanya wakali, hawana lolote. Yanga bingwa. Watu wa ndani wanasema Yanga haijamsajili Gomez sababu inamtaka sana, kwani inao mastreka wengi na mpaka wa ziada kama kina Depo ambao hawajulikani hata watakwenda wapi, ila imemsajili ili kuwakomoa tu Simba, huku wengi wakijiuliza kwa muda mchache wa dirisha la usajili uliobaki Simba itamsajili tena nani? Sasa baada ya Gomez kuachia mwenye wa Simba, kiongozi wa nafasi za juu Simba ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi anayemwakilisha Mo Dewji, Mzee Magori ametoa kauli ambayo wengi wameichukulia kama kauli fulani vya kejeli au kauli wanazosemaga ni maneno ya mkosaji. Msikilize hapa. Jambo dogo sana hilo. Jambo dogo mno. Wala alipaswa hata kuliongelea. Wanasema wamejua kuna taharuki. Hakuna taharuki yote. Hakuna taharuki. Mchezaji gani? Yaani jambo litaharuki Simba? Selemani Mwalimu? Yaani mchezaji kumlipia bilioni 1 kwa mkopo? Simba hawezi kulipa vitu vya hewa hivyo. Kwa hiyo taharuki haipo. Bana, hili ndilo lilotokea. Je, wewe una maoni yapi juu ya usajili huu ambao umefanyika? Je, huu ni usajili ama ni vita mtani? Andika hapo chini mawazo yako na sisi tutayasoma. Once again, Chaga Last Boni nyuma ya mic yako. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.